Kwingineko mtazamaji, Kenya inaadhimisha miaka 62 ya uhuru kwa kung'arisha jengo la KICC kwa rangi za bendera ya taifa. Sherehe hizo ziliandaliwa na Wizara ya Utalii na Wanyamapori, lengo kuu likiwa ni kuzindua rasmi sherehe za siku ya Jamhuri tarehe 12 Desemba, siku itakayoadhimisha utamaduni wetu, ubunifu wa vijana na uzuri wa vivutio vya utalii wa Kenya. Hafla hiyo iliongozwa na Waziri wa Utalii na Wanyamapori Bi Rebecca Miano, na sasa tunaungana na Katibu Mkuu John Ololtua katika idara ya utalii kwa maelezo zaidi kuhusu umuhimu wa tukio hilo kwa sekta ya utalii na jinsi linavyoakisi taswira ya Kenya kama kitovu cha utalii na mikutano barani Afrika. Basi mtazamaji, kama unavyo kwenye kiwambo cha runinga yako, basi upande wa pili ni Katibu Mkuu. Tunaungana naye kwa njia moja kwa moja akiwa katika jumba la mikutano la kimataifa KICC. Hujambo waziri, na asante sana kwa kutenga muda na kuja kwa nasi kwenye taarifa zetu za NTV Adhuhuri. Labda kwa kwanza tu, hii ni wiki ya kuangazia kwa undani na kupiga darubini sekta ya utalii nchini. Hivi tunatarajia kuadhimisha Jamhuri siku ya Ijumaa. Basi kufikia sasa lengo haswa ni lipi? Asante sana. Mimi ni John Ololtua, Katibu Mkuu wa Utalii. Leo hii tuko na furaha sana kwa sababu hii wiki kuanzia Jumatatu na itaendelea mpaka kesho, tumepewa nafasi ya kuweza kuonyesha mambo ya utalii katika nchi yetu ya Kenya, na ndio sababu tumepewa hii theme ya Tourism, Wildlife and Mice kwa kujitayarisha kusherekea sherehe ya Jamhuri ambayo itakuwa siku ya Ijumaa ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Ruto. Hii nafasi ambayo tumepewa ni nafasi ya kuonyesha yale mambo mazuri ambayo nchi yetu ya Kenya iko naye kwa upande ya utalii. Tulianza Jumatatu tukiwa na mambo ya wildlife and conservation, na tumekuwa na discussions ama majadiliano makubwa kuhusu hiyo. Jana tukakuwa na majadiliano kuhusu mambo ya attractions yenye iko nchi yetu, kuanzia medical tourism, astral tourism, agro-tourism, sports tourism, cultural tourism, na mice ambaye ni kubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Na kuna mambo mengi ambaye stakeholders wa tourism waliongelea jana, pamoja na viongozi, pamoja na wana industry wa tourism, ambaye wamesema itasaidia kupanua ama kuinua tourism katika nchi yetu. Leo hii tumekuwa na mwana youth kutoka sehemu mbalimbali ambaye sana sana tumeangalia mambo ya research, policy and innovation, na hasa mambo ya wana youth vile watacontribute katika tourism. Na kesho tutaendelea pia kusherekea hadi siku ya Ijumaa ambayo tutakuwa na siku ya Jamhuri. Kwa hivyo ningechukua fursa hii kuhimiza Wakenya wote waweze kuongea yale mambo mazuri ambaye yako katika nchi yetu. Maana nchi yetu yuko na mambo mazuri ambaye inavutia watalii wengi. Kama vile mnavyojua, saa hizi tumeweza kupata watalii wa kimataifa zaidi ya milioni 2.4, na Wakenya wenyewe ambao wametembea ama wametembelea nchi yao kuangalia ni zaidi ya milioni 6, wale tunasema domestic tourists. Naam, Katibu, labda hiyo ndio lengo kuu ya hii sherehe. Naam, bila shaka labda tu kwa swali la mwisho kwenye kongamano hili, na hivi mnaangazia kwa ndani sekta ya utalii, labda kuna mapendekezo mapya katika sera ili kuboresha sekta ya utalii, hususan kipindi hiki tunaingia msimu wa Krismasi? Asante sana. Tuko na mapendekezo mengi kuhusu kuboresha utalii. Jambo la kwanza ni kuboresha miundo msingi, ikiwa ni airport, mabarabara na mambo ya miundo msingi. Jambo la pili pia ni kufanya marketing, ama Kenya Tourism Board imeweka mpango kamilifu ya kuweza kutangaza yale ambaye tuko naye katika nchi yetu. Ya tatu pia tumeweka mambo ya training ama kufundisha, ili colleges kama utalii na mengine yanahakikisha kwamba wale watu ambaye wanaenda through training wako na training ya hali ya juu, ili wageni wetu waweze kupata huduma ya hali ya juu. Na la mwisho pia tunafanya pamoja na county governments kuhakikisha kwamba kila county imedocument ama imeweka
yale mambo yote ambayo ni mazuri ambayo wageni wetu wanaweza kuja kuona, ili wasaidiane pamoja na serikali kuu kuidevelop ama kuitengeneza siwe nzuri zaidi. Yes. Naam, asante sana. Bila shaka mtazamaji, huyo ni katibu mkuu katika Wizara ya Utalii nchini Kenya. Hivi wanaendeleza kongamano ndani ya jumba la mikutano la kimataifa KICC kwa maadhimisho na matayarisho ya siku ya Jamhuri siku hii ya Ijumaa. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake. Ni kukumbusha ya kwamba sekta ya utalii ndio kauli mbiu kuu kwenye siku ya Jamhuri Ijumaa hii.